Habari, hii ni Robin Media. Siku hii ya leo, ninataka kwenda kuchambua vita ya Gaza, hasa kwenye swala la nani mshindi. Kitu ambacho nimesikia watu wengi wanajiuliza. Kwa hiyo nani mshindi wa hii vita ya Gaza? Hasa baada ya tangazo kupita kwamba vita hii sasa imekwenda kuisha, kwa sababu pande zote mbili wamekubali kuweka silaha chini na wamekubali mpango wa 20 point plan ulioandaliwa na Marekani. Na kuna vipengele ambavyo bado havijafanyiwa kazi, kila pande haiko tayari kwenye hivyo vipengele, lakini hatua ya kwanza wote wamekubaliana. Unaona? Sasa nani mshindi wa hii vita? Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu kama hizi. Na mimi ninaitwa Robin Rachel. Sasa cha kwanza kabisa, hii vita imeisha kwa hawa watu wote wawili kukalishwa chini katika meza ya mazungumzo. Hakuna mmoja wapo aliyesema jamani nimesalimu amri, hakuna. Kila mmoja kaenda mpaka mwisho, kiasi kwamba mpaka sasa Marekani ndio ikasema basi na wakalisheni wote chini kwenye meza ya mazungumzo. Kila mtu atakubali anacho katika hivi vipengele, kila mtu akubali kipengele ambacho anaona kina manufaa kwake, alafu tuangalie tunawezaje ku manage ili tu kwamba kila mtu aridhike, alafu vita iishe. Kwa hiyo hakuna aliyesema amesalimu amri katika hii vita. Wamepigana wote mpaka dakika ya mwisho. Kinachoangaliwa sasa kumtambua mshindi wa hii vita ni malengo. Malengo ya nani yameweza kutimia, kwa sababu kila mtu alikuwa na malengo yake katika uanzishwaji wa hii vita. Mwanzilishi wa vita tutasema ni Hamas tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Lakini Hamas hawajaanzisha hii vita, wameendeleza tu, kwa sababu hii vita ilianza miaka ya 60 pale Israel walipochukua ardhi ya Palestina. Kwa hiyo Hamas wanaendeleza tu mapambano ya kupambania ardhi yao kisheria Umoja wa Mataifa. Sasa Hamas kwa hiyo walipoanzisha, lengo lao kuu la kwanza kupambania ardhi yao. Lengo lao kuu la pili ilikuwa ni kufanya wafungwa wa Kipalestina ambao wako maelfu kwenye magereza ya Israel waachiwe. Ili kuipambania ardhi ilibidi waingie na mitutu ya bunduki. Kwa hiyo walipambana kwa mitutu ya bunduki ili kuweza kusaidia wafungwa wa Kipalestina maelfu ambao kuna wanawake na watoto pia wamefungwa kule Israel. Ilibidi wawakamate Wayahudi wa Israeli na kwenda kuwateka, wakiwa na maana kwamba tukiwachukua Waisraeli ndipo Israeli itakubali kuachia ndugu zetu walioko katika magereza ya kule Israel. Umeelewa? Kwa hiyo wakateka wale mateka, kisha wakaanza pia kupambana kujaribu kukomboa ardhi yao. Na mwisho wa siku Israeli nao walipoona vile wakajikoki na wenyewe wakatangaza rasmi wanaanzisha vita ya ardhini. Lengo la wao kuingiza majeshi pale Gaza, waliiaga dunia kwamba wanaenda kwa malengo mawili. Lengo la kwanza kukomboa ndugu zao waliotekwa na Hamas, ambako Hamas alisema sisi tuko tayari kuachia, lakini ikiwa nyie mtaachia ndugu zetu kwenye magereza yenu. Lakini Israeli wakasema sisi hatuko tayari kukaa chini na Hamas, sisi tunaenda kuwakomboa mateka kijeshi. Kwa hiyo wakaingiza majeshi ndani ya Gaza kwa ajili ya kwenda kuwakomboa mateka kijeshi. Kitu cha pili Israeli walichotuaga, wakasema lengo lao la pili kuingiza majeshi Gaza ni kukiangamiza kikundi cha Hamas ili kusije kukatokea tena shambulio kama lile lililotokea tarehe 7. Kwa hiyo wakatuahidi kwamba watahakikisha jeshi lao la Israel ambalo linasaidiwa na jeshi namba 1 duniani, jeshi la Marekani, Hamas wameimaliza, lakini pia watahakikisha wamewakomboa ndugu zao kijeshi, kishujaa kabisa. Kwa hiyo vita ikaanza na kushamiri, na sasa ni miaka miwili. Tarehe 7 juzi Oktoba hii wametimiza miaka miwili ya vita hii. Tuangalie nani kaweza kutimiza malengo yake. Na hapa tutaongea fact, amna upendeleo, bali ni vitu ambavyo vinaonekana kwa macho, kila mtu kaona, si ndio? Sasa tuangalie kwa Hamas. Je, Hamas wamefanikiwa kukomboa ardhi yao? Kiuhalisia ni kwamba hawajafanikiwa kukomboa ardhi yao, kwa sababu kwanza pia Israeli wamezidi kuimega ardhi ya Gaza, kwamba ndio wamekubaliana kurudisha majeshi, lakini watakaporudisha majeshi Israeli wao wanataka majeshi yao yamege kidogo ndani ya Gaza ili kulinda mipaka yao, na hapo wamekubaliana. Kwa majeshi ya Israeli yatakaa kidogo ndani ya Gaza kule maeneo ya karibu na mipaka ya Israeli. Kwa hiyo Hamas hawajafanikiwa kukomboa ardhi,
lakini pengine na wao walijua hawatafanikiwa kukomboa ardhi, kwa sababu fikiria, jeshi la Israel linasaidiwa na jeshi la Marekani na washirika wake ambao ni majeshi bora duniani, na Hamas ni kikundi cha wanamgambo tu. Kwa hiyo obviously walijua hawatafanikiwa kukomboa ardhi, lakini pengine walijua kabisa kwamba angalau kidogo tunaweza tukasikika, sauti yetu ikasikika duniani. Je, sauti yao imesikika duniani? Katika hili Hamas wamefanikiwa kwa asilimia naweza nikasema 90, kwa sababu hapo kabla Hamas kilikuwa kinajulikana duniani kama kikundi cha kigaidi. Hivi ndivyo tulikuwa tukiripotiwa na vyombo vya habari vya nchi kubwa ambazo ni washirika wa Israel. Lakini sasa hivi zile nchi zilizokuwa zinatamka kwamba Hamas ni kikundi cha kigaidi, zile nchi serikali yake iliyokuwa inatamka, zilizokuwa zinatamka hadharani kwamba tunaisaidia Israel silaha ili ipambane na Hamas kwa sababu Israel ina haki ya kujilinda, ndio hizo nchi kufika mwaka huu mwezi wa 9 zimesimama Umoja wa Mataifa na kuigeuka Israel na kusema kwamba tunalitambua taifa la Palestina. Ushindi mkubwa sana kwa Hamas. Wameweza kufanikisha lengo la kuzidi kuifanya Palestina izidi kusogea karibu na kuwa taifa rasmi, kwa sababu nchi kubwa kama Uingereza na Ufaransa, hizi ni nchi ambazo ziko katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ni nchi zenye kura ya veto, ni nchi zilizounda, ni moja ya nchi zilizounda Umoja wa Mataifa. Kitendo cha Hamas kuzifanya nchi hizi zitambue taifa la Palestina ni ushindi mkubwa sana kwa Hamas, na Israel wamepoteza kitu kikubwa sana, kwa sababu kuanzia sasa hivi haya mataifa kama Ufaransa na Uingereza wakiwa katika lile baraza hawatasimama tena na Israeli, kwa sababu tayari wao wamelitambua taifa la Palestina. Kwa hiyo hii yote ni kazi ya Hamas na ni matokeo ya hii vita, kwa sababu kupitia hii vita dunia ikaona ni jinsi gani Israel ndio sasa yenyewe ina nguvu ya kuua Palestina hata wasio na hatia. Kwa hiyo vyombo vya habari vikaonyesha, na watu ambao wanatoka katika nchi za Ulaya na Marekani wakaandamana ipasavyo mpaka serikali zao zikawa hazina jinsi zaidi ya kulitambua taifa la Palestina. Uingereza ilitawala Palestina kuanzia baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Ilitawala ardhi inaitwa Palestina, lakini baadaye Uingereza iliitambua ardhi inayoitwa Israel peke yake, ikakataa kutambua taifa la Palestina, akati walitawala ardhi inayoitwa Palestina. Sasa hivi juzi, kutokana na wananchi wake kuandamana sana, na hii yote ni kwa sababu ya Hamas, wametambua taifa la Palestina. Je, Hamas walipoteka wale mateka wa Kiyahudi wamefanikiwa kukomboa wafungwa wa Kipalestina? Ndiyo. Wafungwa maelfu wa Kipalestina wanaachiwa, wafungwa karibu 2000, lakini pia huko mwanzo kuanzia mwaka 2023 tayari kuna wafungwa wengi mamia walishaachiwa. Hii yote ni kutokana na Hamas kuteka Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi wamekuwa hawana jinsi zaidi ya kuachia mamia ya wafungwa wa Kipalestina, na katika huu mpango wa sasa hivi ni karibu 2000 wanakwenda kuachiwa. Hamas wamefanikiwa katika hilo. Vipi kuhusu Israel? Malengo yao makuu mawili. Lengo la kwanza, kwenda kuingiza jeshi ardhini ili kukomboa mateka. Wamefanikiwa kukomboa mateka kijeshi bila upendeleo. Tumeshuhudia kwa miaka miwili Israel wamesaidiwa na Marekani, lakini wameshindwa kukomboa mateka kijeshi. Wanaitawala mipaka yote Gaza, maji, anga ya Gaza, lakini pia wamesaidiwa na jeshi namba 1 duniani. Wana majasusi bora duniani, wakishirikiana na majasusi bora duniani kutoka Marekani, lakini wameshindwa kujua mateka walipo na kuwakomboa kijeshi. Kwa hiyo lengo la Israel la kuingiza majeshi Gaza ili kukomboa mateka kijeshi limeshindikana, na Hamas ameshinda katika hilo, kwani Israel imebidi yakubali kuachia wafungwa mamia wa Kipalestina ili aweze kupata ndugu zake. Kwa hiyo Israel kaishia kupewa mateka kwa njia ya makubaliano mpaka Hamas wenyewe walipokubali, kashindwa kuwakomboa kijeshi. Je, Israel kafanikiwa kuangamiza kikosi cha Hamas? Kashindwa kuangamiza kikosi cha Hamas kwa miaka miwili, pamoja na kwamba anasaidiwa na Marekani, na wameishia kukaa na kile kikosi walichosema wanakiangamiza. Wameishia kukaa nacho chini katika meza ya mazungumzo na kuwekeana makubaliano na kufanya vile ambavyo Hamas wametaka, ikiwa ni mateka kuachiliwa, misaada kukubalika kuingia Gaza na mengineyo. Kwa hiyo kile kikundi cha Hamas ambacho Israel walisema wanakiangamiza kwa miaka miwili wameshindwa na kukaa nacho tena wenyewe katika meza ya mazungumzo na kikabembelezwa ili kikubali kuweka silaha chini. Mimi ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin Media.